kocha mpya klabu ya Yanga kuwachambua wapinzani wake, ambapo imeelezwa kwamba hivi karibuni kumekuwa na maneno mengi kuhusu kocha wa Yanga. Timu yao haichezi mpira unaovutia. Sasa mashabiki wa Yanga wamekuwa hawapati kitu ambacho wamekizoea kipindi walichokuwa wakitoa mataji, hivyo faida ya kocha huyu mpya ambaye ataenda kunufaika nayo ni kuwachambua vyema wapinzani ambao klabu hiyo inaenda kukutana nao. Ameweza kuzungumza King Matena wakati akimchambua kocha Patrick ambaye kocha huyu ameweza kusajiliwa na klabu ya Yanga kama kocha msaidizi. Kwa mjibu wa mchambuzi, anadai kwamba kitu pekee ambacho klabu ya Yanga wanaweza kunufaika nacho ni pamoja na kocha uwezo wa kuwasoma wapinzani na kuweza kuwachambua pindi ambapo wanataka kwenda kukutana. Kwa mjibu wa mchambuzi, anadai kwamba baada ya mashabiki wengi kudai kwamba hawaridhishi na mwenendo wa uchezeshaji wa timu hiyo wa kocha Romain Folz, ndio maana wakaamua kumletea kocha msaidizi ambaye ni Patrick, ambaye huyo atakuwa na kazi moja tu ya kuweza kuwasoma wapinzani ambao watakutana nao Yanga, lakini baadaye wataweza kushinda na kunufaika zaidi, kwa kuwa akishawasoma atajua mbinu za kutumia ili aweze kushinda nao. Hayo yote yameweza kuchambuliwa mara tu baada ya klabu ya Yanga kuweza kutambulisha kocha msaidizi wa timu hiyo, ambapo wengi wamedai kwamba ni kocha msaidizi kwa majina, lakini kwenye makaratasi ni kocha mkuu, kwa kuwa baada ya Romain Folz kutokuonyesha makeke yake na wadau kushindwa kuelewa na kuweza kufurahishwa na kila ambacho anakifundisha uwanjani, ndipo ambapo akaamua kumletea kocha msaidizi ambaye baadaye atabadilishiwa majukumu na kuwa kocha mkuu. Na hivyo ndivyo ambavyo kocha huyu atatumika kama kuchambua mechi za wapinzani, ambao wanaenda kukutana nao, na mashabiki watakuwa na imani na yeye baada ya kukosa imani kwa kocha kwa kocha Romain Folz. Hivyo kocha huyu Patrick atakuwa ni msaada mkubwa kwa Folz, ambaye anaonesha kuaminika na viongozi wa klabu ya Yanga, lakini mashabiki na wadau mbalimbali wa soka, wale ambao wanaipenda klabu ya Yanga na kuona mafanikio yao.